Na ndio maana nyinyi watu wengine, yani hii kitu unatengeneza bondi katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Inatengeneza nini? Katika ulimwengu wa nini? Yani chakula huwa kinatengenezaga ushirika katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana Mungu, ili tuweze kushirikiana naye, ili wewe uweze kudumishwa uhusiano wako na Mungu, lazima tunywe nini? Divai na nini? Na mkate. Na wote tunakuwa wamoja. Na kushiriki nini? Meza ya nini? Na ndio maana Biblia imesema tufanye hivi mara kwa mara kwa ajili ya ukumbusho. Ni makosa tu ya kimadhabahu. Jina ambalo ibarikiwe sana. Lakini meza ya Bwana inatakiwa karibu hata kila mwezi ifanyike mara hii. Lakini toka mwezi wa kwanza kuna maandalizi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie na Mungu atulinde. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini hivi vitu ndio vinavyotengeneza ushirika. Watu wanakuwa na ushirika na Mungu kutokana na nini? Na damu ya Yesu inawaunganisha na mwili wa nani? Wa Kristo. Kwa chakula katika ulimwengu wao unatengeneza bondi. Na ndio maana wewe msichana, kuwa makini sana na kutolewa out na wanaume kwa ajili ya chakula. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio maana wengine mnaolewa, mnaona watu msiowapenda kwa sababu ya kitu kimoja. Mkiwa kazini mlikaribishwa chakula. Dada fulani leo naomba nikutoe out. Na wewe ukakubali. Sio chakula bwana, chakula tu hakuna kingine. Lakini kile chakula kinaenda kutengeneza bondi katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo uko tayari, jina la Bwana libarikiwe sana. Unaingia kwenye nini? Unaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya nini? Ya chakula. Aya, utaniambia Adamu alifanyaje dhambi? Kwa kukosa Adamu asema damu zote zikaharibiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Damu zote zikafanya. Sasa Adamu, mbona kutoa kafara? Mbona kuingia kwenye madhabahu yote? Kitu gani ambacho kiliharibu damu ya Adamu? Na damu zote zilizofuata kutoka pale, aliharibu kizazi chote mpaka cha leo. Ndio maana ilibidi Yesu atufanye atununue kwa gharama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Adamu aliharibu damu za ulimwengu mzima kwa sababu ya kitu kimoja kinachoitwa nini? Chakula. Alipewa. Amina. Haleluya. Nyie ambao mnapendwa out mabiti. Wanaume ni wajanja sana, wakitaka kukulagai wewe. Wakiona kabisa Monica uingiliki, anajua huyu nitamnasa kwenye chakula. Na anakutoa simu nzuri. Nashangaa wengine mnaambia mnakufa vibaya kwa chips. Chips ya buku, yellow. Na ndio maana mwanangu ukiona mambo ni magumu mwambie baba, najikuta kushawishika na shida na chips. Nitakununulia chips. Baba hapo sina umaskini wa kiasi hicho. Nishinde kukununulia chips wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuliko kwenda kuuza utu wako kwa sababu ya vitu vinavyofanya vinavyoharibika. Jani kitu kibaya sana watu wa Mungu. Muulizeni mtu mmoja anaitwa nani? Esau. Aliuza uzalio wa kwanza. Nafasi yake ya kwanza, heshima yake ya kwanza, aliuza kwa sababu nini? Ya chakula, sio kitu kingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe kuwa makini mwanangu, hao wanaokutoa auti. Najua auti ni nyingi sana. Kuna wakaka huwa hawaongeagi chochote. Ila anawaambia leo wini, kwani nikutoe auti na unakubali. Ananiambia baba, leo kwa auti. Angalia basi vinatengeneza bondi katika ulimwengu wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Mwanangu ananiambiaga nimetolewa auti leo huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa makini sana. Chakula kinatengeneza ushirika katika ulimwengu wako. Amina.